Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba'd. Ndugu zangu, nikukaribisheni tena kwa mara nyingine katika muendelezo wa darasa zetu. Leo nitaelezea kitu kikubwa muhimu sana kwa mimi, lakini pia nitatoa ofa. Na ofa hiyo nitatoa kwa watu watano tu. Nitatoa ofa hiyo kwa watu watano baada ya darasa yangu. Ndugu zangu, narudia kusema, nilizungumza katika moja ya darasa zangu hii kwamba hakika majini wanadhuru. Hakika majini wanadhuru. Narudia tena mara ya tatu, kwa maana ya kwamba sasa usipoelewa hiyo sio dhima yangu. Majini wanadhuru. Sasa hapa kwenye majini nakusudia mashetani. Mashetani wanadhuru. Mashayatini wanadhuru. Ndugu zangu, vitimbi na vya mashetani ni vingi sana. Vitimbi vya mashetani ni vikubwa sana kuliko unavyofikiria wewe. Shetani huyo anaingia kwenye maisha yako. Usisingizie wakati mwingine kulogwa, ndugu yangu. Mambo yako hayaendi ukafikiria tu moja kwa moja kwamba inawezekana umehusudiwa. Ulizungumza na mtu mkapishana maneno fulani, labda kikazini au nyumbani, basi baada ya muda fulani ukaporomoka, ukaenda mahala ukaonwa kwamba hivi, ukaulizwa swali la challenge au la kutegwa na mganga. Je, hakuna mtu yote uliwahi kuzozana naye? Anakutega ili uingie kwenye 18. Ukishaingia kwenye 18 anakuambia kuna mtu hapa amekufanyia jambo fulani. Huyo ndio aliyekuporomosha. Baada ya wewe kufanya naye jambo fulani, amekufanya 1 2 3. Katika mazingira hayo, kumbe sivyo, maskini wa Allah. Huyo ni shetani anazunguka. Shetani ana nguvu ya kuingia kupitia kauli za watu, kupitia fikira za watu, kupitia yani ile mafikirio na matarajio ya watu. Kile unachokifikiria anapita humo. Lakini ndugu zangu, nitoe tahadhari niseme, mashetani wanadhuru. Mashetani wana madhara. Ndugu yangu, vitimbi vya mashetani ni vingi sana. Shetani ana uwezo wa wewe kwanza kukuharibia maisha yako. Shetani ana uwezo wa kuharibia maisha yako. Ushawahi kujiuliza maswali? Unaenda wewe kwa mtaalamu, ukifika na kutengeneza kwa sababu ya hali yako ilikuwa sio nzuri. Wakati mwingine unatakiwa ujirekebishe au ujiulize maswali na ujipatie majibu. Umeenda kwa mtaalamu, amekurekebishia hayo mambo yako, kama ambavyo alidai kukueleza kwamba umeharibiwa na fulani au umelogwa. Unaona bwana, sisemi kwamba siri haipo, ipo. Baada ya kukurekebishia ukarudi zako kazini, je, hizo changamoto hazikuacha kuwa zenye kuendelea? Baada ya muda gani changamoto hizi zilirudi? Je, na wakati wa kurudi changamoto hizi zikarudi changamoto kama zile za awali, kama zile hazitofautiani, ina maana huyo mtu alirudia tena? Je, kama alirudia na ulipata twiba kutoka kwa huyu mtaalamu, kuna mawasiliano gani baina ya huyu mtaalamu na huyu, kwamba baada ya muda fulani mpige tena ili arudi kwangu nipate chochote kitu? Kuna makubaliano gani na kuna mawasiliano gani yaliyopo baina ya watu wawili? Zinduka ndugu yangu. Mashaitani yuhawilu baina almar'i wa zawji. Mashaitani huwa wanamzunguka mtu, wanawaingia watu kwa vile ambavyo wanavyojifikiria wao. Inawezekana uwe umeshathibiwa na hawa mashaitani bila kujijua, wala huna athari, wala huna historia ya wewe kuwa na majini. Hao ndio wanakuharibia. Ndugu yangu, ni wangapi unamkuta mtu hapatwi haja? Ni wangapi njia za haja kubwa na ndogo zimefungika? Anapata haja kwa shida, ima haja kubwa au haja ndogo. Ni wangapi damu inamuishia tu katika mwili wake, damu inakatika, yani zinaisha tu bila mpangilio wote. Anafika hospitali akipimwa, anaambiwa magonjwa yasiyokuwa na maana, magonjwa ya ajabu. Kumbe sio magonjwa ya ajabu, kuna kitu kinamsibu katika nafsi yake, katika mwili wake. Ni wangapi ambaye unakuta kila uchao kukicha anakuambia kichwa kinamuuma? Ukimuuliza sema inawezekana ni mawingu kila siku kichwa kinamuuma. Kwa nini wengine kichwa hana matatizo ya kuumwa na kichwa, umetulia tu hujui? Ni wangapi ambaye
ndani ya mwili wake wa tumbo lake haliko vizuri. Tumbo lake linajaa, tumbo lake linakuwa na matatizo mbalimbali. Ni uchawi, ni majini. Ni wangapi mwili wake hana raha? Ndugu zangu, mashetani wamezunguka na wamezingira wanadamu. Mashetani ni wengi sana kuliko tunavyofikiria. Na kila uchao wanakuja na mbinu mbalimbali za kuingia watu na kuwastopisha watu, lakini na kuwarudisha watu nyuma. Ndugu yangu, kuwa makini. Kuwa makini kabla ya kufika hospitalini, kwa sababu hawa wanakutakia wewe shari. Tatizo ambalo limekukabili kabla ya kwenda hospitali, kuwa ni mwenye kujichunguza. Hata vifo vingi vinatokea. Haya ninayozungumza kwa kinywa kipana kabisa, ndugu zangu. Mtu anapatwa na haya masaibu. Yakishampata masaibu kama haya, akienda hospitalini, akifika, akipata tiba ya kihospitali, kinachotokea ni nini? Maana yake kinachotokea akipigwa sindano au mfano hiyo kama hivyo, hana haja, hapati haja, akiwekwa mpira, akalazimisha kutoa haja kwa njia ya mpira, kinachotokea ni madhara. Lakini kabla ya kwenda hospitali, kwa nini usifanye somo vya ruqya kisha ukaenda zako hospitali? Na wallahi unaweza ukafanya ruqya iliyokuwa sahihi kabisa na ukapata tiba iliyokuwa sahihi kabisa kabla hujafika hospitali. Hata ukifika hospitali ukapata tiba ambayo iliyokuwa haina mikiki, iliyokuwa nzuri. Tuweni makini katika hawa mashetani, ndugu zangu, wanaleta maathari na wanaleta athari nyingi sana kwa sisi wanadamu. Kwa nini wanaleta athari? Wivu, husuda. Sisi wanahisi na wanaona sisi tunafaidi sana katika ulimwengu. Mazingira uliokuwa nayo hafurahii, anaona huyu mbona yeye asiwe mimi. Inawezekana una neema ya sura nzuri, una neema ya magari mazuri, una neema maisha yako vizuri, una furaha, basi anaitumia hiyo advantage. Ni wangapi ambao wana sura nzuri, wana rangi nzuri, wana maisha mazuri, mara nyingi unakuta matatizo kwao ndio hayaishi. Usimuone mtu anatembea njiani ukahisi yuko vizuri. Wengi wameumia. Mashetani haya, ndugu zangu, yanatufanya na yanatuandama, yanaandama watu. Sasa chukua tahadhari, na ninakupa tahadhari, usikimbilie tu kuangalia upande mwingine, lakini huu upande mwingine ukawa wewe hujaufanyia kazi. Si kila kitu ni uchawi, ndugu yangu, wa kibinadamu. Ndio, uchawi wa kibinadamu pia uko na kasi sana, lakini si kama unavyofikiria wewe. Leo watu unakuta mwingine hata kwenda hospitalini haendi hospitalini kwa sababu ana imani kwamba mashaitani yamemuhuri. Ni wachawi wamemuhuri, wachawi wamemfanyia uchawi. Anaumwa na kichwa, basi amerogwa. Hata hospitali haendi, kwenye ruqya haendi. Unaona? Yeye anaenda nimerogwa. Ndugu yangu, ukiendekeza haya mambo utafeli. Ndio maana mwisho wa siku utakuja utaona kwamba mambo yako hayaendi. Mwisho wa siku ni kwamba utakuja kufikia hatua wewe sasa mambo kadri unavyojitahidi uweze kuyapeleka mbele, yanarudi nyuma. Utajilaumu, lakini kumbe suluhisho wakati mwingine huweza kulipata. Sasa angalia mashetani. Sasa basi, yule ambaye amesibiwa na mashetani na yuajijua yeye amesibiwa na mashetani, natoa ofa kabla ya mwaka huu kuisha. Nahitaji watu 5 aniambie, shehe, nimeona darasa yako na hiyo hali mimi ninayo, nitakusaidia bure biidhnillahil karim. Popote pale ulipo, uko nje ya nchi, uko ndani ya nchi, asiliana nami, nitakusaidia ima kimawazo, ima kimsaada wa tiba. Sio msaada wa pesa. Kwa sababu shehe, mimi sina majini nisaidie pesa. Sitoi pesa hivyo. Yaani msaada wa kitiba na kimawazo nitakusaidia bure kabisa kabla ya mwezi ya mwaka huu kupinduka, ili tuanze mwaka na mambo mengine. Kwa hiyo ninatoa ofa hii baada ya hii darasa yangu, kama utaiona ala kweli hali. Na Mwenyezi Mungu atuafikishe insha Allah. Ninasema haya kwa sababu nazungumza. Kwa nini nimetoa ofa hii? Lazima nizungumze. Nimetoa ofa hii kwa sababu nimetewa mtu ofisini. Huyu mtu yeye ni mzazi, amejifungua, Allah amemjalia amejifungua salama.
lakini alikuwa na mashetani wabaya wa kuua. Anayeua ni Allah, lakini kila kitu kina sababu. Baada ya kuletwa huyu mtu alikaa wiki nzima hajapata haja. Haja kubwa hajapata, haja ndogo hajapata. Lakini angalia kilichotokea ni nini ndugu zangu. Maana yake ni kwamba huyu, kuna mambo matatu inawezekana kwa haraka hali kama hii ikikufikia au ikimfikia moja katika jamaa zako, ndugu yako. Inawezekana ikawa ni damu ile ya wilada imeganda, kuna vitu amepishana navyo ikaganda ikaziba sehemu za haja, au ikawa ni athari za kishirikina, kafungwa kichawi, au ni athari za kimajini, hasa kwa kina mama zetu. Si kila kitu unachokuwa wewe kinakusibu ukafikiri ni chango. Haya machango mengine ni ya kishetani ndugu zangu. Chango la jini ni baya na linaua. Kama ni chango la kijini, anakuja anaziba. Ndio utakuta mwingine anaziba mpaka sehemu za mirija ya uzazi, anakuwa na hiyo hali. Kwa hiyo bila kuzibuliwa na hii athari za hawa mashetani kufanyiwa kazi, inakuwa wewe ni mtihani. Utaishi maisha yako utasema mimi tasa sizai, lakini wewe unazaa. Wewe unazaa ndugu yangu. Allah atuwafikishe katika yale anayoyapenda na anayoyaridhia.